Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube. Under 15 ni mashindano ambayo yamejumuisha timu ambazo kwanza ni academy, lakini pia asilimia kubwa ni wanafunzi. Kwa hiyo ni mashindano rasmi ambayo Dorefa yaliandaa kwa ajili ya kipindi hiki cha likizo, kuwapa platform watoto waweze kucheza mpira. Kwa hiyo ni mashindano ambayo yameanza baada ya shule kufungwa na tunamaliza leo tarehe 1, tukiamini tarehe 5 shule zinakwenda kufunguliwa. Yani tumewapa muda wa mapumziko, lakini wapate sehemu ya kufanya kitu. Kwa tumewaleta kwenye mpira ili waweze kupata nafasi za kucheza. Kuanzia pale shule zilipofungwa mpaka sasa wanaelekea kwenda kufungua shule, ndipo mashindano yetu yamemalizika. Mlikutana na changamoto gani katika uendeshaji wa michuano hii kuanzia hatua ya awali mpaka hii leo katika hatua hii ya fainali? Changamoto kubwa inakuwa zaidi kwenye uelewa, hasa kwenye management za timu, kuelewa maana ya under 15, kuelewa nini ambacho sisi tunahitaji kama waandaaji wa mashindano. Sisi tunaandaa mashindano tukiamini ni progress kwa watoto, lakini unakuta timu sasa wao wanakuja kwa ajili ya competition. Kwa hiyo ndio changamoto kubwa ambayo unakutana nayo. Kwa hiyo ukimwambia kocha au mwambie kiongozi kwamba huyu mchezaji hapana, inakuwa ngumu kuelewa, lakini pia inakuwa changamoto kwa sababu yeye anaamini kwenye matokeo lakini sio kwenye progress. Sisi mawazo yetu ni kuwafanya watoto tuwaone wakikua, kwa hiyo tuone muendelezo wao kuanzia hapa walipo wakiwa wadogo. Mafanikio yakoje katika michuano hii ya vijana? Mafanikio yamekuwa kwenye mwitikio kwamba timu zimejitoa, zimekuja kushiriki, tumeona mpira ukichezwa, vijana wanaonyesha vipaji vyao, na ndio maana sisi kama Dorefa umeona tuna muendelezo, tuna ligi under 15, lakini kwanza nieleze kwamba tuna event ambazo huwa tunazifanya za watoto kuanzia miaka 7 mpaka miaka 12, lakini pia tuna ligi rasmi ya under 15, tuna ligi rasmi ya under 17, lakini pia tuna ligi ya mkoa ambayo tunaonyesha wanashiriki wachezaji wa chini ya 20. Unaweza ukaona kwamba kama Dorefa tunaangalia kuanzia chini mpaka tunafika kwenye level ya hiyo wachezaji. Mimi naamini kwamba hawa under 15 ambao wamecheza mwaka huu, tunaamini mwakani wanakwenda kushiriki ligi ya under 17. Na wale ambao walishiriki ligi ya under 17 tunatarajia watu waone wakija kushiriki kwenye ligi ya mkoa ya under 20. Mfumo ulikuweje wa kuzipata timu kuanzia huko katika wilaya mbalimbali mpaka kufikia katika hatua hii ya fainali? Kwanza sisi sio wakaaji wa ofisini, mara nyingi huwa tunatembelea kwenye wilaya, lakini pia tumekuwa na mawasiliano ya karibu na viongozi wa wilaya. Kwa tunawapa taarifa wilaya rasmi ya wilaya, wao wanatuletea timu ambazo zinaweza kushoka mjini. Tunaanzisha ligi kwa ajili ya mkoa wa Dodoma. Kwa hiyo mimi niwaombe FA zile za wilaya ambazo zimeshindwa kuleta timu kwenye mashindano haya yaliyopita, hatuwakatishi tamaa. Tunaamini kwenye ligi ya mkoa tutaona timu kutoka kwenye hizo wilaya zingine zote ambazo zilishindwa. Changamoto hasa inakuwa ni nini katika baadhi ya wilaya kutoleta timu zao? Mimi naamini siamini sana kwenye uchumi, lakini naweza nikaamini kwamba namna ya yale matakwa ambayo yanatakiwa, kwa sababu kuna wakati wanasema ligi ishirikishe under 20. Kama nilivyosema mwanzo, mtu ukimwambia under 20 alafu yeye anaweka hizo fedha, anaona labda yeye anataka kuja kupata kitu. Kwa hiyo sasa kumbana kumleta kwenye under 20 kidogo inakuwa changamoto. Kwa hiyo mimi naamini bado tunaendelea kufanyia kazi na kufuata miongozo ya TFF. Tuliona romance za kusema inawezekana ukawa na ondoleo la under 20. Basi ikiwa hivyo, basi tunaamini kwamba tutapata timu nyingi zaidi kutoka wilayani. Mpango wenu ukoje kuhakikisha kwamba michuano hii inachezwa katika kila wilaya kwa ngazi ya mkoa? Maana tumeshuhudia michezo mingi fainali ikipigwa mkoani. Mimi nafikiri na bado tupo kwenye mazungumzo. Kamati ya mashindano bado wako kwenye kuratibu na kuona nini ambacho wakifanya. Naamini unalolizungumza lipo miongoni mwa majadiliano ambayo yanaendelea kwamba ikiwezekana ligi ya mkoa msimu huu fainali inaweza ikapigwa nje ya Dodoma mjini. Kwa hiyo tujiandae, ilikuwa iwe msimu jana, lakini kulingana na mambo yakawa tofauti kidogo ikashindikana, lakini msimu huu tayari ipo kwenye process za fainali kwenda kuchezwa. Ungependa kuambia nini wazazi ambao ndio wamiliki sahihi wa watoto hawa ambao wanashiriki katika michuano hii ya under 15? Jambo la kwanza mimi niwashukuru
na kuwapongeza kwa sababu kuna baadhi ya mechi zilizopita wazazi walikuwa wanakuja kuona watoto wao nini wanakifanya. Support yao ni kubwa, tumeiona, lakini pia waendelee kuhamasisha watoto wao kuja kwenye viwanja, kuja kushiriki ligi kama hizi, kuja kushiriki tournament mbalimbali ili waweze kukuza. Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube.